kuliona neno ambalo tulikuwa nayo the 1st of January ama mwanzo wa huu mwaka. Kuna neno tulikuwa nalo, na kwa hivyo we want to revisit that word and God will bless us in the name of Jesus. Kwa hivyo twende kwa kitabu cha Isaya 54. Isaya 54 from verse number 1. Maandiko inasema, sing, O barren, you who have not borne, break forth into singing and cry aloud, for more are the children of the desolate than the children of the married woman, says the Lord. Enlarge the place of your tent, let them stretch out the curtains of your dwelling. Do not spare, lengthen your cords, strengthen your stakes. For you shall expand to the right and to the left. Your descendants will inherit the nations and make desolate cities inhabited. Do not fear, for you will not be ashamed. Neither be disgraced, for you will not be put to shame. For you will forget the shame of your youth, and will not remember the reproach of your widowhood anymore. For your Maker is your husband, the Lord of hosts is his name. Your Redeemer is the Holy One of Israel. Nataka nikaweze kuruka mistari kadhaa ambayo ni ya maana, na ndio tukaweze kumalizia kwa haraka. Maandiko inasema kwa mstari wa 10, for the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord, who has mercy on you. Verse number 11 inasema, O you afflicted one, tossed with the tempest, not comforted, behold, I will lay your stones with colorful gems, and lay your foundation with the sapphires. I will make your pinnacles of rubies, and your gates of crystal, all your walls of precious stones. All your children shall be taught by the Lord. Ninaweza kufikisha hapo, and may the Lord bless his word. Praise the Lord. Kama vile nimesema ni kwamba January tulipokuwa tunaingia kwa mwaka mpya, God gave us this word ambayo kama unaweza kukumbuka tuliambiwa ya kwamba we should enlarge the places of our tents, ama tupanue hema zetu. Na maandiko ikatuambia ya kwamba imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa, pasa sauti yako kwa kuimba, piga kelele, wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wa yeye aliyeolewa, asema Bwana. Panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako, usiwakataze. Ongeza urefu wa kamba zako, vikase vigingi vya hema yako. Maana utaenea upande wa kuume, upande wa kushoto, na wazao wako watamiliki mataifa, wataifanya miji iliyo ukiwa kukaliwa na watu. Usiogope, maana hautatahayarika, wala usifadhaike, maana hautaaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, na pia mastumu ya ujane wako hautayakumbuka tena, kwa sababu muumba wako ni mume wako. Na ninaweza kuenda mstari wa 10, maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa, bali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. Ewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usiyetulizwa, tazama nitaweka mawe yako kuwa rangi nzuri, nitaweka misingi yako kuwa yakuti samawi, nami nitaifanya minara yako ya hakiki nyekundu,
na malango yako almasi, na mipaka yako yote mawe yapendezayo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Glory to God. Biblia mahali nimesoma, tunaona ya kwamba kuna mwanamke hapa ambaye ananenwa juu yake. Na maandiko inasema ya kwamba huyu mama anaambiwa ya kwamba she was barren. Praise God. Kumaanisha ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho alikuwa anafanya na kinatoa mazao. Na maandiko inasema ya kwamba anaambiwa sasa, imba na ukaweze kupasa sauti, wewe ambaye haujawahi kupata utungu wa mwana. Maandiko inasema ya kwamba uliyeachwa ni wengi kuliko maana watoto wa yeye aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wa yeye aliyolewa, asema Bwana. Tunaona ya kwamba huyu mama alikuwa ameachwa, na kwa hivyo hakuwa na uwezo wa kuongezeka. Praise the Lord. Na Biblia inasema ya kwamba hatimaye Mungu anamwahidi ya kwamba watoto wake watakuwa wengi kuliko wa yule ambaye ako na mume. Na Biblia inasema kwa sababu watakuwa wengi, anaambiwa akaweze kupanua hema yake. Na namba 2 anaambiwa ya kwamba akaweze kuyatandaza maskani, mapazia ya maskani yake. Namba 3 anaambiwa ya kwamba asiwakataze, ongeza urefu wa kamba zako, vikase vigingi vya hema yako. In short, anaambiwa ajiandae kwa sababu kuna jambo Mungu anataka kutenda. Praise the Lord. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba atapanuka upande wa kulia na upande wa kushoto, uzao wake watamiliki mataifa. Na maandiko inasema ya kwamba wataweza kukaa kwa miji ambayo iko ukiwa, ama maandiko inasema wataifanya miji iliyo ukiwa kukaliwa na watu. Maandiko inasema ya kwamba Mungu akatabiria huyu mwanamke ya kwamba at last, praise God, dakika ya mwisho, ndiyo maandiko inasema ni kwamba atakuwa na watoto wengi kuliko wale ambao wako na mabwana. That is me. Praise the Lord. Maandiko inasema ya kwamba dakika ya mwisho hao ndio watatawala hawa watoto wa yule aliye na bwana. That is me. Praise the Lord. Na maandiko inasema ya kwamba dakika ya mwisho, ile miji ambayo iko ukiwa wataikalia na watakaa kule, kwa sababu they will rebuild those cities. That is also me. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba watapanuka kushoto, watapanuka kulia, na maandiko inasema ya kwamba watajaa kila mahali. Na Bible inaendelea kusema ya kwamba watakuwa na amani tele, na Biblia inaendelea kusema ya kwamba wafanye hivyo, Mungu anawaambia, kwa sababu hawataaibika. Praise the Lord. Mungu ndiye anawaambia wapanue hema, wakaze hiyo mapasia wayatandaze, wakaze hizo kamba za vikingi zao, na Mungu anasema you will not be ashamed. I cannot be ashamed. Praise the Lord. Biblia inasema ya kwamba every instruction that is in verse number 2 and verse number 3, maandiko inasema ya kwamba I just need to obey those instructions because there is assurance from the Lord that I cannot be ashamed. Siwezi fanya hilo jambo ambalo Mungu ananiambia na nikuja kuaibika.
If you have the same faith with me, you can receive that to be your blessing. Praise the Lord. Yeyote ambaye siku ya leo atainua imani yake, ninasema ya kwamba hili neno linaweza kutoka kwa haya maandiko na lifanyike kuwa neno lako. Praise the Lord. Ahadi za Mungu na neno la Mungu hupokewa kwa imani. When you enlarge your tent, when you increase your faith, the word of God turns from being a logos word to a rhema word to you. Bwana sifiwe. Likiwa hapa likisomwa hivyo ni neno tu la Mungu. Ukiliamini, imani yako ikiinuka, linaanza kufanya kazi katika maisha yako. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba huyu mama ambaye Biblia inanena juu yake, akaambiwa ya kwamba asijizuie kufanya vile ambavyo Mungu anamuagiza, akaambiwa hataaibika, na maandiko inasema ya kwamba you will forget the shame of your youth. Haleluya. Utasahau aibu ya ujana wako. Hili neno ni kama ni la wazee. Praise God. Kama uko hapa na wewe ni mzee, sema hai. Praise God. Nataka mzee aseme hai. You will forget the shame of your youth. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeokoka na umekaa miaka kadhaa, hata wewe kwa upande wa Mungu ni mzee, sema hai. Praise the Lord. You will forget the shame of your youth. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba and will not remember the reproach of your widowhood anymore. Maandiko inasema ya kwamba wakati alikuwa mjane, kuna madhihaka alikuwa anapata kutoka kwa watu. Praise the Lord. I can relate this to Hannah. Hannah alikuwa anadhihakiwa na yule aliyekuwa na watoto wengi, na hakuna jambo hakuambiwa. Kila wakati alikuwa anakaa ni machozi, kwa sababu I don't know why. Watu wengi wakiona mtu akiwa kwa shida fulani, badala ya kufanya vile mama moja alisema, usifurahie niendapo kwenye shida. Praise God. Alisema usifurahie nini? Ewe ndugu yangu, ukiona niko na shida uniombe. Praise God. Most of the people, instead of praying for anybody who has gotten as misfortune, watu wengi huwa they celebrate na wanasema wacha aone hivyo, na wanasema mambo mengi ambayo hufanya moyo wa mtu uugue. Maandiko inasema ya kwamba because there is God in heaven, maandiko inasema you will forget the shame of your youth. Praise God. Mimi ni huwa ninafurahi wakati saa ingine ninakuwa karibu na mwisho, wakati mambo mengi imesemwa, wakati mambo mengi imefanywa, wakati maamuzi mengi yameamuliwa, na baadaye my God shows forth. I always praise the Lord. Bwana sifiwe. Na hakuna baraka tamu kama zile za pale baadaye, after having said and done all by the enemies, Mungu anatokea. Bwana sifiwe. Maadui huwa wanafanya hivyo, wanasema mambo mengi, wanakusimanga, wanasema mambo mengi, baadaye Mungu anatokea. Akitokea wanashindwa hapa watasema namna gani.
maandiko inasema ya kwamba you will forget the reproach. Praise God. Maandiko inakuahidi ya kwamba hiyo madhihaka ambayo umepitia ya kuwa mjane, God is showing forth to save you and to help you from them. Labda kuna mambo ambayo watu wamezoea kukuona ukiwa nayo mpaka wameongea na wakamaliza na wakaweka muhuri. It is only because they do not know what God is doing. Praise God. Hawajui vile Mungu naye amepanga kuhusu maisha yako. Hawajui vile Mungu amepanga kuhusu miaka yako ya baadaye. Maandiko inatuambia ya kwamba you will forget the shame of your youth and will not remember the reproach of your widowhood anymore. Your maker is your husband. Mtu aseme hallelujah. Praise the Lord. Maandiko inasema your maker is your husband. I want to compare so that I can give you a reason to praise the Lord. Hawa wengine wanaambiwa ya kwamba wameolewa na wako na watoto. Praise God. But the difference is mmoja ameolewa na Okech, mwingine ameolewa na Kamau, mwingine ameolewa na Kioko. Praise God. Mwingine ameolewa na huyo mwingine kwa jina, labda ameolewa na Hamisi. Huyo mwingine labda ameolewa na mtu ambaye ametoka eneo fulani. Mwingine ameolewa na mzungu. Lakini kwa huyu mwanamke, maandiko inasema your maker is your husband. God will be your husband. Praise the Lord. I want to tell you, when God becomes your husband, everything changes. He is understanding God. He is powerful God. He is faithful God. He is loving God. Mungu akona uwezo wa kukufanyia mambo yote. Kama kuna Bwana wa ajabu duniani, anaitwa Mungu. Hawezi kukupiga, hawezi kukufanyia madharau, hawezi kufanya ulie ama ufanye nini. Mungu ni mwanaume kweli kweli. If God is your husband, blessed are you. Praise the Lord. Mungu akiwa mume wako na kuambia umebarikiwa, kwa maana waume wengine wote wako na mambo ambayo they have limitations, na wako na maisha ambayo huwa wanakaa na baadaye wanaondoka. But God is an eternal husband. Praise the Lord. Mara nyingi, kwa sababu hiyo ndio hapo ndivyo dunia ilivyo. Kuna wakati huwa tuko na waume ama tuko na baba. I remember once I had a father, na akafika mahali alienda akiwa mikononi mwangu, na nilikuwa ninaona kama ni mchezo kwa sababu sikuwa nikiamini ataenda, lakini alienda na akaenda. Praise God. Nimeshaenda na nimeshashuhudia watu wakiachwa na baba zao ama waume zao, na anaenda tu kwa sababu it is appointed for men once to die. Praise the Lord. Lakini nataka nikuambie, Mungu akiwa Mungu wako, nataka nikuambie ya kwamba umepata Bwana wa milele. He is an everlasting father. He is an everlasting husband. Praise the Lord. Hakuna siku yoyote Mungu akiwa Bwana yako utakaposhindwa ama wakati utakapokosa, kwa sababu akona nguvu, akona uwezo wote. Kuna mtu mmoja nilikuwa ninaambiwa, nikiwa mahali fulani, nikaambiwa ya kwamba
Bwana alienda hivi, kazi ikaleta shida, na ikafika mahali akaona hapa vizuri, kulingana na vile mambo iko, wacha nitoroke. Na akatoroka kwa sababu amelemewa. Why? Because he's a man. Praise the Lord. Hakuna mahali Mungu anaweza kulemewa ati mpaka ukute ametoroka. Mungu ninasema ya kwamba he is able to supply all your needs according to his riches in glory through Jesus Christ. Kila kitu ambacho unahitaji Bwana ako nacho. Do you need healing? It is in him. Praise God. Do you need a miracle? He is a miracle working God. Praise the Lord. Do you need justice? He is God of justice. The Bible says his throne is justice. Praise God. Bwana asifiwe. Kiti cha Mungu huwa kimejawa na hukumu na haki. Praise the Lord. Chochote ambacho unahitaji kiko ndani ya Bwana. And one thing concerning our God ni kwamba Mungu ni mwaminifu kiasi ya kwamba hawezi kukusaliti. Hawezi double fix. Praise the Lord. I'm talking about God when God is your husband. Kama vile amesema ya kwamba you will not remember the reproach of your widowhood anymore, for your maker is your husband, the Lord of hosts is his name, the Redeemer is his Holy One, and your Redeemer is the Holy One of Israel. He is called God of the whole earth. Mume wako. Ebu angalia mwenzako umwambie mume wako. Hata kama ako na ndevu, mwambie mume wako. Praise the Lord. Uko tayari kumwambia hayo mengine? Maandiko inasema kwa maana muumba wako ndiye mume wako. Mwambie mume wako ni muumba wako. Mwambie Bwana wa majeshi ndiyo jina lake. Mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako. Yeye aitwa Mungu wa dunia yote. Praise God. In the name of Jesus, kama ni Mungu wa dunia yote, God will take you anywhere in the world. Watu wa kanisa hili, Mungu anakuambia kwamba akitaka uende US, you will go there, it belongs to him. Akitaka uende mahali pengine popote, anakupeleka tu kwake. Hiyo mambo ya kusema ya kwamba I am a Kenyan na nitaishi tu Kenya, nataka uifute kwa maisha yako. God can take you anywhere he desires you to go. Na nimejiachilia, Mungu akitaka kunitoa hapa nipeleke mahali pengine, may his will be done in my life. He is God of the whole earth. Bwana asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba pale chini, ninaongea maneno haya, nitaambatanisha na mengine. Maandiko inasema verse number 10, for the mountain shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you. Maandiko inasema milima itaondolewa. Vilima vitaweza kuondolewa. Lakini upendo wangu kwako, my kindness, praise the Lord, wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani. God is promising you, milima itaondoka. Na ikifika mahali milima inaweza kuondoka, si ni kitu kubwa. Praise God. If Mount Kenya can be removed, is this not a great happening? Ukikuta Mount Kenya imeondoka utasemaje?
ama Kilimambogo, maandiko inasema hizo zote zitaondoka. But there is a promise for you. God's kindness for you shall never depart. Si mtu apigie Mungu makofi ama umwambie thank you Lord. Praise the Lord. Hii ni mambo mazito tunaonyeshwa ya kwamba milima itaondoka. Na Mungu hasemi inaweza ondoka, anasema ya kwamba for the mountain shall depart. Biblia inasema milima itaondoka. Na namba 2 inasema hata vilima, hata hizo zitaondolewa. Lakini agano langu kwa amani, abali wema wangu hautaondoka kwako, wala agano langu la amani halitaondoka. Praise the Lord. Hilo agano halitaondolewa, asema Bwana akurehemuye. He that is saying that is God who has mercy on you. God have mercy. Christ have mercy. God have mercy on me. God have mercy. Christ have mercy. God have mercy on me. Praise the Lord. Mungu anasema hivyo kwa sababu ya kukuhurumia. God is merciful unto you. Praise God. Haya mambo yote maandiko inasema ya kwamba milima inaondoka, vilima vinaondolewa, lakini wema wake kwako hautaondolewa. Ama agano lake la amani halitawahi kuondolewa kwako. Praise God. Covenant of peace. The covenant of peace. Covenant ni ile ambayo we have a covenant with God. Praise the Lord. Tuko na agano jipya la Mungu kupitia kwake Yesu Kristo. Covenant ni kama ile ambayo Mungu alisema last week wakati tulikuwa tunaomba, tukakumbuka ya kwamba Bwana alipeana a covenant. Akasema hatawahi angamiza dunia tena kupitia kwa mafuriko. Praise the Lord. Na tulipokuwa tunaomba, Mungu alisema nimeweka inaitwaje ile mnasema red green na Kiswahili Kiswahili mzuri inaitwa, kwa Kiswahili mzuri inaitwa mkungambura. Praise God. Inaitwa mkungambura. Praise God. Mkunga mvua. Lakini kwa Kiswahili kamili inaitwa upinde. Praise God. Inaitwa upinde. Kwa Kiswahili mzuri inaitwa, Bwana asifiwe. Kiswahili sahihi ndio upinde, lakini Kiswahili mzuri, okay. Bwana asifiwe. Uzuri wenu hata nikiwafundisha Kiswahili mniambiangi nibarikiwe. Praise the Lord. Kiingereza inaitwa rainbow. Kiswahili sahihi inaitwa upinde. Praise God. Na Kiswahili mzuri, praise the Lord. Haya, tumetoka hapo. Mungu alipeana covenant. Akasema muradi tu hiyo inaonekana, atakumbuka agano lake na hatawahi angamiza dunia tena kupitia kwa maji. Kwa hivyo wakati tuliomba tukijua ya kwamba there is a covenant ambayo Mungu alipeana ya kufanya tuishi. Praise the Lord. Na kwa hivyo ndio sababu ninaamini Mungu alisikia and he answered our prayer. Kama tungeomba shetani asamehewe, hangesamehewa, kwa sababu that is against the word of God. Praise the Lord. Lakini tuliomba
neno ambalo liko na agano. Maandiko inasema God's covenant of peace shall never depart from you, says the Lord who has mercy on you. Asema Bwana akurehemuye. Mungu anatutendea haya yote because of his covenant. I want to nataka niingie kidogo kuhusu agano, na ya kwanza ambao nitaingia, I'm going to go exactly where I said, katika Genesis chapter number 8 and the last verse. Maandiko inasema ya kwamba verse number 21, and the Lord smelled, Genesis 8 verse number 21, and the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake. Although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done. While the earth remains, seed time and harvest time, cold and heat, winter and summer, day and night shall not cease. Bwana asifiwe. Mungu aliponukia hiyo harufu nzuri ambayo Noa alitoa kwa wale wanyama safi, akasema moyoni mwake, sitawahi tena laani dunia kwa sababu ya mwanadamu. Ingawa mawazo ya mwanadamu, ya moyo wa mwanadamu ni maovu kutoka ujanani, sitawahi tena kuharibu kila kiumbe ambacho nimeumba. Mradi dunia iko, kutakuwa na wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. This is the covenant of God. Praise God. Akasema, as long as the earth remains, there will be seed time and there will be harvest time. In short, duniani hakuna siku ambayo kutakosa kupandwa na kukosa kuvunwa. Kuna mahali kuna watu wanaweza kukosa kuvuna, lakini hakuna siku duniani yote kutakosa kupandwa na kuvunwa. Praise the Lord. Maandiko inasema ya kwamba kutakuwa na wakati wa baridi na wakati wa joto. Kutakuwa na wakati wa winter na wakati wa summer. Kutakuwa na mchana na kutakuwa na usiku. Akasema hizo hazitawahi koma as long as the world remains. Na mpaka wa leo it is like that. Praise the Lord. Na Mungu akaamua ya kwamba sitaangamiza dunia na viumbe vyote tena kwa maji. That is what God said in that covenant. Praise God. Na tukisoma kule nyuma tutakuta ya kwamba alileta hiyo rainbow, ndio kila wakati akiona anakumbuka vile ambavyo alinena. May I not go there? You just go and do your study. Na utaona ya kwamba Mungu alipeana hiyo, nimesema ya kwamba alipeana hiyo ambayo inaitwa rainbow. Praise the Lord. Akasema hii nikiona, hata kama nilikuwa nimesahau, nikiona ninakumbuka. Praise God. Kuna covenant ambayo nikiona hapa, nikiona hii pete, huwa ninakumbuka ya kwamba na mimi si kijana. Praise the Lord. Na vijana huwa wanavalia na sijui ni ya kazi gani. Praise the Lord. Wataniambia kwa sababu labda ni ya kitu ingine. Sitaki kusema hawafai kuvaa, lakini bora tu iwe na sababu mzuri. Praise the Lord. Ya kukumbusha mtu. Biblia inasema, kuna mahali pengine ninaenda kwa sababu ninataka
ninataka niweze kuingia haraka na nirudi mahali nilikuwa. Kitabu cha Jeremiah 33. Maandiko inasema, thus says the Lord, if you can break my covenant with the day and my covenant with the night, so there will not be day and night in their season, then my covenant may also be broken with David, my servant, so that he shall not have a son to reign in his throne, and with the Levites the priests, my ministers. Mungu akasema kwa Jeremiah 33 verse number 20 and 21. Maandiko inasema ya kwamba, asema Bwana, kama unaweza kuvunja agano langu na mchana na agano langu na usiku, basi hata unaweza kuvunja agano langu na mtumishi wangu Daudi, na pia Lawi asiwe kuhani mbele zangu. Praise the Lord. Mungu alikuwa anaonyesha vile agano lake haliwezi vunjika. Kuna wakati tulikuwa tunaimba kitambo, wakati tulikuwa tunapenda nyimbo, sikilizeni mtasikia, ahadi ya Bwana haivunjiki milele, usema na lugha ni Yesu alisema, ahadi yake haijakoma milele, ni ahadi ya Bwana, ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Jehova Mungu akanena na Musa, akamwambia ni mimi aishie, ahadi ya Bwana haivunjiki milele, ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Praise God. Maandiko inasema kuna covenant Mungu alifanya na mchana na usiku. Akasema ya kwamba as long as the earth remains, kutakuwa na mchana na kutakuwa na usiku. Praise the Lord. Kuna mtu ameshawahi kaa na akasema, jana sikuona mchana, ilipotea tangu uzaliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hapa ambaye ameshawahi kukaa hivi akasema, jana mchana ilipotea, sijui ilienda wapi, ama usiku ilienda wapi? Mungu alisema ya kwamba kutakuwa na mchana na kutakuwa na usiku, na hiyo haiwezi vunjika. Akasema yule ambaye anaweza kuvunja agano lake na mchana na usiku, anaweza kumfanya avunje agano lake na mtumishi wake Daudi, na pia na Walawi wasiwe watumishi wake. Praise the Lord. Nakuja kwa chapter number 31. Verse number 35. Maandiko inasema, Jeremiah 31 verse number 35. Thus says the Lord, who gives the sun for a light by day, the ordinance of the moon and the stars for a light by night, who disturbs the sea and its waves roar. The Lord of hosts is his name. If those ordinances depart from before me, says the Lord, then the seed of Israel shall also cease from being a nation before me. Maandiko inasema, asema Bwana ambaye hupeana jua ikaweze kuwa mwangaza mchana, ambaye alifanya sheria za mwezi na nyota zikaweze kuwa mwangaza wa usiku. Praise the Lord. Yule ambaye husumbua bahari na anasumbua mawimbi yake inavuma, Bwana wa majeshi ni jina lake. Kama hizi sheria za mchana na usiku zinaweza kuondolewa mbele za Mungu, asema Bwana, basi mbegu ya Israeli pia inaweza kuondolewa isiwe taifa mbele za Mungu. Praise the Lord. Haya mambo ninakuambia iko na meaning mara mbili. It is good for the church
it is good for the nation of Israel. Bwana asifiwe. Hapa Mungu amesema ya kwamba kama Mungu anaweza kuvunja sheria yake, ile taifa ya Israel, basi anaweza kuachilia iangamizwe. Na si unajua hakuna mtu anaweza kuvunja. Praise God. Na kwa hivyo ni kuonyesha ya kwamba it does not matter ni mtu gani ama gani ambaye anapanga kuliangamiza hilo taifa. Maandiko inasema ya kwamba kama hawezi kuvunja hiyo sheria, nayo Israeli itabaki kuwa taifa mbele za Mungu. That is why I always pity nikiona mtu akisema waliangamiza hilo taifa. Mungu akikataa na kitu ama na jambo, hata kama unaona sababu gani za kufanya liwe haliko, it is good to agree with God. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ukiona amekataa na mtu ama kitu na aseme ni changu, hata kama kiko na kasoro gani, wewe kubaliana tu na Mungu. Kwa sababu wakati utaona kinyume na hivyo, you immediately turn to be an enemy of God. Praise the Lord. Na mambo ya Mungu huwa ni ajabu. Ukiona Mungu amekataa na mtu na ako na kasoro mingi, labda hajui kuongea vizuri, labda unaona ya kwamba hajui kuoga, ama akiongea huwa anatusi watu, na Mungu anasema tu ni wangu. Praise God. Wewe wachana na mali ya mwenye. Ambia mwenzako wachana na mali ya mwenyewe. Praise the Lord. Kwa sababu wakati ambapo utajaribu kuingilia, mtaonana na mwenyewe. Praise the Lord. Sikuna wakati watu hujaribu hiyo mambo. Kitambo walikuwa nasema ni kupiga bomu. Anaenda anapiga bomu mahali ati ndio watu wawili waachane. Anasema huyu ako hivi, alafu baadaye anakuta wamesikana kidole moja na nyingine. Na alikuwa amefanya kazi yote. What do you do? Si ni kuisha. Unashindwa hiyo kazi, sasa nimekuwa adui ya watu wangapi? Ile maneno nilimwambia yote, na nilikuwa ninafikiria ya kwamba nimemaliza kila kitu, na bado wanaenda kushikana na wameanza kupata watoto. Sasa wewe unakuwa adui wa hiyo nyumba. Praise the Lord. Naye Mungu ukiona ameshika mtu na amekataa naye na umejaribu njia zote, afadhali kukubaliana na Mungu. Maandiko inasema hakuna siku ambayo Israeli itakosa kuwa taifa mbele za Mungu. Praise the Lord. Na kama mtu anaweza kubadilisha hiyo sheria ya mbinguni, ya kwamba if you are able, usiku useme ya kwamba leo nimebadilisha, badala ya jua ikuje mchana itakuja usiku. Tuone usiku jua ikipita. Na mchana useme badala ya jua sasa ni mwezi itaangaza, na useme angalia leo ni tofauti, ni usiku lakini ni jua inapita. Na mchana useme ya kwamba nimebadilisha, sasa ni mwezi unapita. Mungu anaweza kubadilisha hilo agano. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba once God has decided to do something, there is nobody who can be able to thwart the purpose and the will of God. Bwana asifiwe. Mungu akisema jambo, amesema. Na hakuna yeyote ambaye anaweza kubadilisha. Na kwa hivyo ndio nikasema ni vizuri kukubaliana na Mungu. Maandiko inasema ya kwamba wewe mwana wa agano, ama wewe ambaye Mungu amekupatia agano, vile ambavyo amesema kuhusu maisha yako, it doesn't matter zile nguvu zinakupinga, it will exactly come forth as the Lord said. Bwana asifiwe. Mtu ambaye ananisikiliza vizuri apokee hili neno.
wewe ambaye ninaongea nawe, mwana wa agano ambaye ninaongea nawe siku ya leo, vile Mungu alisema kuhusu maisha yako, hakuna yeyote ambaye ataweza kubadilisha. Itakuja kutokea tu vile Mungu alivyosema. Na pale mwanzo nilisema ya kwamba kwa sababu umeambiwa utasahau aibu ya ujana wako, wewe ambaye unaona kama umekaa sana kabla ya kutendewa, it is your time in Jesus name. Praise the Lord. Kama kuna jambo unaona umekaa sana na haujatendewa, nasaka useme amen iliyo hai. Praise the Lord. Wewe nasema ya kwamba maandiko imesema utasahau aibu ya ujana wako. Kama kuna kitu chochote umekuwa ukimwamini Bwana na umengojea kwa muda mpaka unashindwa, kama utaondoka kabla haijatendeka, maandiko inasema ya kwamba utasahau hiyo aibu ya ujana wako. In your old age, the Lord is doing it in Jesus name. Kila neno la Mungu kuhusu maisha yako anaenda kulitimiza ukiona. Kwa haya maisha, sio wakati mwingine, in this life. Ayubu alisema ya kwamba I know my Redeemer liveth. Bwana asifiwe. Na akasema ninajua ya kwamba dakika ya mwisho nitamuona Bwana, na akasema ni kwa maisha haya. It is not in heaven, in this life. Child of God, you will not drive in heaven, you drive here on earth. Praise the Lord. Hautapata nyumba yako juu mbinguni, utapewa ukiwa hapa duniani. You will be a landlord in this life and not in heaven. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie ya kwamba chochote ambacho Mungu amesema ni chako, you will get it in this life. Hata kama umechekelewa. Ninataka nikuambie dakika ya mwisho, you will love the longest. Maandiko, kuna watu husema maandiko, hiyo sijui walitoa wapi. Wakasoma he who loves last loves. Hala? Hamjui. He who loves last loves the longest. Bwana asifiwe. Love ni sio ile ya love, ni G-H. L-U-A-G-H. Bwana asifiwe. Yule ambaye hucheka mwisho ndio hucheka muda mule. Ya, mtu wa mwisho mpaka utacheka vile wanachekanga. Ha 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 ha. Nataka ucheke mwisho. Ha 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 ha. Praise the Lord. Mtu ambaye hucheka mwisho ndio hucheka muda mrefu. Praise the Lord. He who loves the last loves the longest. Praise the Lord. Huyo alitoa maandiko, sijui alitoa hapi, lakini inaingiana. Mungu hatakubali ucheke ile ya haha peke yake, mpaka utaongeza mpaka hiyo ingine ya kurefusha. Praise God. Wengine walipata mbele zako, lakini ukipata yako itakuwa modern. Praise the Lord. Yako ndio itakuwa on fashion. Yako ndio itakuwa latest. Praise God. Yako ndio itakuwa top of the class. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu hawezi kuvunja agano lake. Anaweza kupatia shetani ama watu nafasi wajaribu kupinga, but at last Mungu hujitokeza na anafanya mpaka inajulikana ya kwamba ni Bwana amefanya. Praise the Lord. Ninaweza kurudi mahali nilipokuwa
ndio tumalize. Isaiah 54. Isaiah 54. Mstari wa 11, maandiko inasema, O you afflicted one, tossed with the tempest and not comforted. Behold, I will lay your stones with the colorful gems, and lay your foundation with the sapphire. I will make your pinnacles of rubies, and your gates of crystal, and all your walls of precious stones. Mtu aseme amen. Maandiko inasema, ewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usiyetulizwa, tazama, nitaweka mawe yako kuwa rangi nzuri. Mtu aseme mawe. Praise the Lord. Maandiko inasema ya kwamba, I will lay your stones with colorful gems. Mawe. Saa hii, yule mtu ambaye anasemekana ameendelea sana, akijenga huwa wanajenga, hapa kwetu wanajenga na ambayo inaitwa darugu. Praise God. Lakini maandiko inasema ya kwamba, wewe ambaye umerushwa na tufani, uliyeteswa, Mungu ataweka mawe yako with the colorful gems. Praise the Lord. Do you know what a gem is? Gemstone. Praise the Lord. Mawe ya dhamana ambayo inaitwa gems. Maandiko inasema hiyo ndio itajenga nyumba yako. Wachana na darugu. Sema gems. Gemstone. Bwana asifiwe. Nimekuambia ya kwamba wewe ambaye umekuwa ukimngojea Mungu, maandiko inasema ya kwamba ikifika ni wakati wa Mungu, you will be the latest in fashion. You will be top class. Praise the Lord. Maandiko inasema ya kwamba you will be wanaita new kid on the block. Bwana asifiwe. You will be the latest. You will be the talk of the town. Kwa sababu mpaka Mungu atafanya kitu ambacho sio cha kale. Badala ya hiyo mawe, maandiko inasema, your stones with the colorful. Behold, I will lay your stones with the colorful gem, and lay your foundation with the sapphire. Sapphire hata ni kama sijui. Praise God. Maandiko inasema ya kwamba, nitaweka misingi yako kwa yakuti samawi. Haya hata sielewi vizuri. Yakuti samawi ndio itaweka your foundation. Praise the Lord. Na maandiko inasema ya kwamba, I will make your pinnacles of rubies. Nami nitaifanya minara yako ya akiki nyekundu, malango yako almasi, na mipaka yako yote mawe yapendezayo. Do you know siku hizi tunajenga malango, gates, huwa tunajenga na chuma tu. Chuma zingine zinaitwa twisted, zingine Z, zingine sijui lakini ni chuma. Lakini maandiko inasema ya kwamba, God will make sure your gate is diamond. Diamond is a precious metal. Na hata wengi wetu hatujawahi iona. Mahali diamond hupatikana, huwa ni kitu kidogo tu, na inatumika kukata chuma zingine zote kwa sababu ni ngumu. Praise the Lord. Maandiko inasema ya kwamba malango yako itawekwa na hiyo almasi. And the Bible says ya kwamba kila kitu chako, I will make your windows of agates. Sasa sitaongeza zaidi ya hapo. God is promising you, because it is your time. Praise God. Atakufanyia mambo mazuri, mpaka haya mambo mazuri
yatakuwa mazuri kuliko yale umezoea. You are used to seeing good things, but now that it is your time, God will make it more better than what you are used to seeing. He will give you the latest. He will do more than you can think or imagine. Labda kuna mtu hapa umengojea kazi na unajua ya kwamba you have waited for God for a long time. Ile kazi Mungu anakupatia sio kama ile ya wenzako ambao umeona. God will give you a job. God will give you a business many times more better than you are used to seeing in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Praise the Lord. Wewe ambaye umekuwa ukimngojea Mungu na unajua ya kwamba kuna kitu ambacho umemwamini Mungu na alikuahidi ya kwamba atakufanyia. Because it is your time, He will do it more perfectly, more better, and more precious than you are used to seeing in Jesus' name. Mungu hawezi akakufanya ungoje, alafu akufanyie kitu ambacho inaitwa holela ama naitwaje? Praise the Lord. Lakini hapa ni kama ni mimi ninajua Kiswahili. Inaitwa hohehahe. Praise the Lord. Akakufanyia kitu ambacho tu ni ovyo na umemngojea. I want you to raise up your faith. Inua imani yako. Kile ambacho Mungu anaenda kukupatia, it will be many times better than you are used to seeing. Kwa sababu pale mwanzo Mungu alisema ya kwamba your maker will be your husband. Unataka kuniambia Bwana akiwa Mungu wako? Nataka kuniambia tu ni lazima akupatie kanguo ya mtuba? Mungu ambaye amesema I am God of the whole earth. Unaweza kungojea Mungu aingilie maisha yako na kuambie wewe usijali, enda tu pale mahali wanauza uchukue nguo yako ya 100 na utosheke na hiyo. God knows to give his wives excellent things. Praise the Lord. Mungu anajua kuwapatia watu wake vitu vilivyo vizuri. Na kwa hivyo watu wa Mungu, kumngojea Bwana kuna faida kuu. As you wait for God, when God shows forth, huwa anafanya kila midomo inyamaze. I'm giving you a promise. Praise the Lord. I'm giving you a promise that God is promising every one of you. Ya kwamba kwa sababu ni wakati wa Mungu wa kutenda, in this season ambayo Mungu amesema tupanue hema zetu, hata kufanyia kitu ya kawaida. Bwana sifiwe. Wangapi wangetaka wafanyiwe kitu ya kawaida? How many of you would like God to do anything? Bwana sifiwe. Ninaambia watu wa Mungu, wewe ambaye umengojea Mungu, whatever you are waiting God for, it will be splendid. Praise God. It will be majestic. It will be marvelous. It will be wonderful. It will be fantastic. It will be glorious. Praise the Lord. Mungu hangojewi na mtu na anafanyia mtu kitu ovyo ovyo. I remember wakati ambapo tulikuwa tunafanya harusi. Kwa sababu ya kuzoea shida nyingi, nilikuwa ninasema tu ya kwamba wote, nilikuwa naambia Mungu hata kama tukikuja na tuombewe baada ya ibada, tuombewe hapo na tutangazwe bwana na bibi, Bwana nitashukuru. But when the right time came, praise God, nilijaribu ipitie hapo ikashindikana. Na nikajaribu juu chini kusema hatutaki mambo kubwa.
na tukaambiwa wewe kaa kando, wacha tukupangie. Kuna watu Mungu aliweka mzigo. Praise God. Na kuna mahali nilienda, kutoka hiyo siku sijawahi enda tena. Praise the Lord. Kuna mambo yalitendeka ambayo sio ya kawaida kwa sababu nilikuwa nimemngojea Bwana. As you wait for God, in God's right time, atafanya jambo, dunia ijue Bwana ndiye mume wako. Praise the Lord. This is the right time. Panua hema yako. Watu wa Mungu, come out of mediocrity. Let me use that English. Praise God. Toka kwa mambo ya kawaida, wewe ambaye umemgoja Bwana. Praise the Lord. Ambia mwenzako toka kwa matumbo. Praise God. Ambia mwenzako toka kwa matumbo. Uende kwa steak. Praise the Lord. Ambia mwenzako tena toka kwa matumbo. Enda kwa steak. Umemngojea Bwana vya kutosha. Praise God. Ambia mwenzako toka kwa single room. Enda kwa nyumba yako mwenyewe. Umemngojea Bwana vya kutosha. Ambia mwenzako toka Gikomba. Enda kwa designer suit. Umemngojea Bwana vya kutosha. Praise the Lord. Ambia mwenzako. Hallelujah. Toka kwa, hakikisha kuna kitu namwambia. Si umwambie. Nataka unisaidie kuambia mwenzako. Hakuna mtu ambaye anaweza kumngojea Mungu. Ungojee Mungu, alafu akufanyie kitu ya kawaida. That is not the God I serve. Praise the Lord. Hawezi kuwa umemngojea Mungu, akutoe mahali ambapo umekuwa, akupeleke tu kwa jirani ya hiyo. Ati akutoe kwa matumbo kuota, akuambia nimekupatia promotion, sasa itakuwa kanusu. Praise the Lord. He must do something better. Because he's God. Praise the Lord. Hawezi kumngojea Mungu na wengine wote wafanyiwe yale ambayo wanafanyiwa, alafu Mungu akufanyie kitu ya kawaida. Panua hema yako. Enlarge your tent. You will not be ashamed. Praise the Lord. Mimi sijui kama watu wametoka mahali walipo. Unatarajia Mungu akufanyie nini? Praise the Lord. Haiwezekani utembee na matatu miaka hiyo yote kwa sababu ya Bwana. Praise the Lord. Si ungetafuta mahali ujiunganishe na mtu wako na kagari. Hata kama ni nani ndio wengine wakitembea nayo, na wewe utembee nayo. Alafu baada ya kutoka hapo, Mungu tu akupatie gari ya kuwa inaenda kwa garage kila wakati. That is not my God. He will give you something good. Praise the Lord. Sijui ni kitu gani unangojea kutoka kwa Bwana. I want to tell the church, God cannot take you from one ordinary to the next ordinary. He must to change your life completely. He must to make something that will cause his name to be seen and to be known. Bwana Yesu asifiwe. Ninajaribu kuinua imani ya watu wa Mungu. Najaribu kuinua imani ya watu wa Mungu ndio tutoke kwa kuota. Praise God.
Najaribu kuinua imani ya watu wa Mungu ndio tutoke kwa level ya kawaida. Mradi Bwana amesema ya kwamba I will be your husband. I will be your husband. What do you expect God being your husband to do for you? Unatarajia Mungu akufanyie nini akiwa mume wako? Bwana asifiwe. Mungu kweli, Mungu ni kama sisi, ati akutoe tu hapa alafu hakikisha amekuleta tu hapa kidogo na akuambie tosheka. Na ni yeye umengojea. Sema that is not my God. Praise God. As I finish, kwa sababu ni kumaliza ninamaliza. One thing I want us to do, and one thing I know, is that huu mwaka wa kupanua hema, God is about to surprise you. Ile mambo ambayo Bwana atatenda in this season, you will not believe. Lakini sasa itabidi uzoe. Wewe ambaye umezoea kuweka pesa yako kwa socks kule chini na kwa godoro mahali umelalia, learn to operate a bank. Bwana Yesu asifiwe. Jifundishe transactions za banks. Jifundishe transactions za banks. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukutoa kuweka kiatu chini kwa socks imefunga na karatasi, alafu hizo zingine akupatie za kwenda mahali kushiba simo uzike hapo. Jifundishe bank transactions, because that God is coming. He will start supplying you with the money. Praise God. Anza kujifundisha mambo yasiyo ya kawaida. The word of God has told us ya kwamba mahali badala ya mawe utajenga na gems. Badala ya chuma utajenga na diamond. Praise the Lord. Na kama ni kitu ingine ambayo uko nayo ama ulikuwa unapanga, Mungu atahakikisha ya kwamba umefanya kitu kizuri. Mimi nimeona watu wa Mungu. Kuna mtu mmoja wa Mungu alikuwa amepanga vizuri sana. Akanunua, sijui kama ni bao alikata na nini, na akasema atajenga nyumba. Na ile nyumba atajenga, akasema ya kwamba nitajaribu nitafute mabati, hata kama ni mawe nijaribu niweke pale chini kosi moja, na baadaye nijenge na mbao. Alipoanza Mungu akamwambia no, haukunigojea nikufanyie hivi, jenga nyumba mzuri. Na wakati ambapo alitii, alijenga nyumba, watu wakasema huyu mtu alikuwa mnafiki, alikuwa anajua kile ambacho anapanga. And it was not like that. Praise God. Ni Mungu alimpangia. I waited upon God I myself. Na wakati ulipofika, nilijenga nyumba, na ile nilijenga ikawa ya kwamba hata mimi mwenyewe nilishangaa. Mafundi walisema huyo mchungaji alikuwa amejipanga, lakini sikuwa nimejipanga. Praise God. Nilikuwa ninaambiwa utume pesa ya simiti na sina. Nikiambiwa nitume pesa inakuja. Ninaambiwa utume pesa ya hii, nikiambiwa pesa inakuja. Praise God. Na nilianza kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hakuna kitu chochote ambacho nilikopa. Praise God. Ni kwa sababu you cannot wait upon God and God ashame you. I believe kwa maisha yangu, nikitoka kwenda na matatu, sitanunua pikipiki. Nitaruka hapa. Bwana asifiwe. Siwezi ngoja Mungu mpaka wakati huu alafu nianze na pikipiki tena na kofia. It is good, but I have waited upon the Lord. Bwana asifiwe. Ninamwamini Mungu ya kwamba just as I have seen him doing, praise the Lord, tumekaa kwa nyumba za kukodeshwa kwa muda mrefu.
Na wakati tulikuwa tunakuja hapa, tulikuwa tumeamua kununua uwanja, alafu tujenge structure ya mabati. Mungu akakataa. Praise God. Mungu akakataa, akasema nataka ya mawe. Na tuliijenga within 2 months. Tulikuwa tumemaliza. That is my God. Praise the Lord. Watu wa hapa walisema ya kwamba huyo pastor ako na support kutoka ng'ambo na sijui kutoka wapi, kwa sababu mpaka huku tulikuwa tunamwaga mpaka nini pale, na hiyo nyumba tukajenga mpaka wakasema uwanja zote zitachukuliwa na huyo pastor. Si hivyo, tulimngojea Mungu akakataa, tutoke kwa nyumba za kukodishwa alafu tujenge structure ya mabati. Hii nyumba tuliinua na within 2 months. Ni kama tulijenga ni mwezi na nusu. Can you remind me? Praise God. I think tulijenga na mwezi na nusu. Na ikaisha. Kwa sababu Mungu hawezi kukubali umngoje. Na baada ya kumngoja akufanyie tu kitu ovyo. Praise the Lord. Nilingojea Bwana kwa muda mrefu. I'm trying to build your faith. Na ninaamini utajengeka. Nilimngojea Bwana wakati nilikuwa na homa kali, ambayo nilikaa nayo for more than 1 year. Nilikuwa ninakuja hapa nikihubiri na nikiangalia Biblia mpaka ninatoa maji kama kamasi ya maji inamwagikia Biblia. Nikangojea na siku moja nikakasirika, nikaenda hospitali. Nikaambia daktari, nataka uniangalie vizuri, vipimo zote pima, na wakaenda wakaniambia sasa utafanyiwa operation kwa pua. Nikawaambia pana, mimi ni mchungaji na siwezi hubiri kama nimefanyiwa operation kwa pua. Walikuwa wameita sinus, sinuses, sikumbuki jina. Na nikawaambia haiwezekani. Kasema juu umesema wewe ni mchungaji na mtu wa imani. Nikapatiwa dawa moja na nikaambiwa ninunue ingine. Na nilikuwa ninazitumia. Nilipokuja within 1 day, 2 days, hiyo kitu ikaisha. Juzi ndio nilikuwa ninaona hiyo kadi. It was I think 2017, 2018 hapo. Na nikaona ya kwamba nilimngojea Bwana. Wakati aliondoa, haikuondoka ati nikaambiwa niende hospitali siku zikifuatana. Iliisha mara moja. As you wait upon God, when he shows forth, hata kufanyia kitu ya kawaida. Bwana asifiwe. Panua hema yako. Panua hema zako, kwa sababu Bwana anakuja. Na Mungu hawezi kuvunja agano lake. The last thing I want us to know. Ukijua mtu ako na agano, don't fight anybody who has a covenant. Praise the Lord. Abraham aliambiwa, nitabariki wale ambao watakubariki na nitalaani wale ambao. Praise God. It is not good to fight anybody with a covenant. Ukiona Mkristo hata uone anapitia wapi. Praise the Lord. Ukiona mtu ambaye ako na agano, hata apitie mahali gani, kama kuna kitu naweza fanya, muombe, msaidie, ama uachane naye tu, kwa sababu ukiwa adui yake, when the right time comes, you may suffer. Praise the Lord. Kuna watu wataumia kwa sababu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wataumia kwa sababu yenu. If there is anybody in your life who is fighting you, akitumia uchawi na uganga, they cannot succeed. Bwana asifiwe. Kama kuna yeyote ambaye anatumia nguvu za kishetani kupingana nawe, nataka nikuambie hata faulu. Na at last, I want to tell you, such people come to suffer kwa sababu ya watu wa Mungu. Watu wa Mungu si watu wa kupiganwa nao,
wakati unaona mtu akiwa katika shida. Ni vizuri kuwaombea, ni vizuri kusimama nao, ni vizuri kuweza kusaidiana nao, na wakati wao ukifika, God will bless you. Praise God. Nimeona watu wengi wakiumia. I have a testimony ambapo kitambo nilikuwa ninaona, I used to go to Maximum Miracle Center, na kuna watu huwa wanauza tu gazeti, sijui nitwa shilingi 10 ama ilikuwa inauzwa 10 sometimes, na wameandika 7 shocking things, ati mambo 7 ya ajabu kuhusu Samuel, ama wanaandika mhubiri mwingine. Na wakati huo Mwiru alikuwa anaenda anasoma pale, hata hajifanyi ni yeye, anaona hiyo mambo na anaingia kanisani. Walikuwa nauza hapo nje, ilikuwa inaitwa ile mahali walikuwa pale Mwanza ya Odeon. Alikuwa anasoma na anaona ile mambo imeandikwa, anaingia. Kitambo hao watu wajue ya kwamba ni mtu wa Mungu anapigana nao. Walikuja kujua baada ya wengi wao wakiandika. Hata kama mtu anapata pesa, hawakuwa wanakaa muda mrefu, walikuwa wanakaa mtu anaenda, wanakaa mtu anaenda, mpaka wakajiuliza ni kwa nini tunapatwa na hii premature death. Baadaye wakajua ya kwamba huyu mtu sio wa kawaida. It is not good to fight a person with a covenant. Praise the Lord. Kwa sababu huwa inafanya watu waumie. Ni vizuri kusimama nao, ni vizuri kuwaombea ama kuwaacha na Mungu wao. May God bless you. Na ninawaombea adhuhuri njema ya leo, kwa sababu Mungu wetu anakuja na ameanza kukuja. Praise God. Ninawaombea mfanyiwe mambo yasiyo ya kawaida. Ninawaombea siku ya leo, kama kuna nguvu zozote ambazo zinapinga kuinuliwa kwenu, Bwana akaziangusha. I want us to stand. Nataka watu wa Mungu tukaweze kuinuka. I want us to pray. Nataka tukaweze kuomba. I have no sufficient time to speak all that I would have. Lakini adhuhuri ya leo, watu wa Mungu, nimerudia hili neno, na ninataka siku ya leo, lift up your faith. Praise the Lord. Nataka kila mtu inua imani yako. Usianze kukaa maisha ya mtu wa kawaida. Usitarajie mambo yaliyo ya kawaida. Kama unangojea kutoka kwa Bwana na umekuwa ukimngojea Bwana, expect extraordinary things. Praise God. Utarajie mambo yasiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu Mungu alifanyia mambo yasiyo ya kawaida, mpaka watu wengine wakalalamika, na sina nafasi ya kuongea. But because you are waiting upon God, I want you to know your God is coming. Nataka kila mtu tuende mbele za Bwana. Ninajua kila mtu kuna hitaji ulilo nalo. Kuna jambo umengojea Bwana muda mrefu akutende. Kuna matumaini ulio nayo katika maisha yako. Kila mtu ako na kile ambacho anangojea. Wengine wanaamini Mungu kwa sababu ya wake zao, kwa sababu ya waume zao, kwa sababu ya watoto wao. Kuna wengine wanaamini Mungu kwa sababu ya kazi. Wengine wanaamini Mungu kwa sababu ya masomo. Whatever you are waiting God for, I want you today, believe God, na usiamini Mungu mdogo. Nataka umwamini Mungu wa mambo makuu. Enda mbele za Mungu, mulete hoja zako zote, letea Mungu mahitaji yako yote. Na siku ya leo tunapoenda mbele za Bwana,
kuna mambo mapya Mungu atafanya katika maisha yako. Kuna nguvu ambazo Mungu anaachilia za kuweza kukufanya ukawe vile ambavyo amekuita uwe. Kuna jambo ambalo Mungu atafanya siku ya leo lisilo la kawaida, la kukufanya ukaweza kupokea ahadi ambazo amekuahidi katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Kila mtu enda mbele za Bwana, omba Bwana adhuhuri ya leo, hitaji ambalo uko nalo lilete mbele za Bwana. Mwambie Mungu umemngojea, ambia Bwana ya kwamba yeye ndiye atakuwa Bwana yako, yeye ndiye atakuwa msaidizi wako, katika jina la Yesu Kristo. Usinyamaze, pasa sauti mbele za Bwana, jiwasilishe mbele za Mungu, omba Mungu, mwambie chochote ambacho unahitaji kutoka kwake. Bwana ni mwaminifu, atakufanyia katika jina la Yesu. Yes. Rabashina raraboria. Raba mama kandororo taya rarabo sitararabo. Ribo honi makandororo taya rarabo. Lord, shakamaraboria rabo mosondororo taya. Jesus, shakamararaboria rabo shiririribo kontarararabo. Reba makandororo taya rarabo shiririribo kontaya. Rakamasotoria rabo koni makantaya. Bakasotoria rabo mosondororo taya. Baba, na kuamini kwa sababu ya kila mmoja wetu wa dhuhuri jema ya leo. Baba, tazama Mungu, tumeweka tumaini letu mbele zako. Mungu, tumekuamini. Bwana, tumekutazama, tumekutumainia kwa mambo makuu na mema. Jehova, kumbuka kila mmoja aliye mbele zako siku ya leo. Bwana, twajikabidhi mikononi mwako. Ninakuomba yeyote ambaye adhuhuri ya leo amekuwa akikitumainia, amekuwa akikungojea, Mungu ukaweze kutenda mambo makuu, ukatimize ahadi zako. Bwana, kumbuka kila mwana wa agano aliye mbele zako siku ya leo. Mungu, ukatuonekanie, ukatutendee mambo ya ajabu katika jina la Yesu. Oh God, in the name of Jesus, I rebuke every spirit of barrenness out of the lives of your people. I rebuke that spirit of barrenness out of the lives of your people in the name of Jesus. Baba, ninakuamini ya kwamba mambo mapya, mambo mazuri yako mbele za watu wako. Bwana, tunazipanua hema zetu, tunakataa kuishi maisha ya kawaida, kwa kuwa Jehova tumekungojea. Wewe ndiwe Bwana wetu, wewe ndiwe Mungu wetu. Baba, unatenda mambo makuu na unatenda mambo mema katika maisha ya watu wako. Kumbuka wale ambao wanakutumainia kwa sababu ya finances, wale ambao wanakutumainia kwa sababu ya kuwaponya, wale ambao wanakutumainia Mungu kwa sababu ya kuwafanya warithi wakaweza kumiliki ahadi zako. Baba, ninaomba kumbuka watoto wetu wanaosoma, Mungu wetu na Baba yetu. Kumbuka kila mmoja katika nyumba yako. Bwana, kilio chetu, maombi yetu kaisikie siku ya leo. Ondoa aibu katika maisha ya watu wako. Jehova, tunakuomba adhuhuri jema ya leo, ondoa aibu katika maisha ya watu wako. Bwana, kicheko na madhihaka ukaweze kuwaondolea katika jina la Yesu. Tenda jambo jipya, tenda jambo jipya. Baba, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, Jehova, Mungu wa dunia yote. Baba, ninakuomba fikisha watu wako mahali popote ambapo Mungu wanafaa kuwa. Jehova, ninaomba tumana kutoka mahali popote. Oh God, tumana Jehova
kutoka mahali popote duniani. Watu wako wapate msaada. Baba, katika nguvu, katika uwezo wako, jidhihirishe katika maisha ya watu wako. Lord, I pray, do good unto your people. Save your people, help your people, bless your people, give your people victory in the name of Jesus. Father, I thank you and I bless you. Onekana kwa wote ambao wanasoma, onekana kwa wazazi, Mungu wetu na Baba yetu, onekana kwa kila mmoja ambaye anafanya kazi, onekana Jehova katika kazi yako. Lord my Father, in this house, manifest yourself, oh God. Bwana, sababu ni wewe ambaye umetuita, ni wewe ambaye ulitutuma katika hili eneo. Jidhihirishe Jehova, jidhihirishe Mungu wetu, jidhihirishe mkombozi wetu, uyatende mambo makuu na ukatende mambo mema. Bwana, kuanzia siku ya leo, Baba, ninaomba ukajitukuze. Kila nguvu ambazo zimekuwa zikipingana na injili yako, siku ya leo zikashindwe, zikaondoke katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, nguvu zote za mashetani, zikiwa angani, zikiwa nchi kavu, kutoka baharini, zote zikashindwe kwa nguvu na uwezo wako Yesu Kristo. Tutie nguvu, tuonekanie na ukabariki watu wako. Katika jina la Yesu twaomba na tunakushukuru. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la nguvu zote, jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la nguvu zote. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaomba sisi wote tuweze kuja hapa mbele, tukaweze kuomba kwa pamoja. Every one of us tuweze kuja hapa mbele, na kama haujawahi kumpokea Yesu, uwe mwana wa agano, this is the day for you to receive Christ as your Lord and Savior, ukaweze kuingia kwa agano jipya ambalo tumepata kupitia kwake Yesu Kristo. Kwa maana mtu akiwa ndani ya agano, God cannot fail you. God cannot let you down. In the name of Jesus, nataka tukaweze kuomba. Wewe ambaye haujawahi kumpokea Yesu katika maisha yako, omba hili ombi kwa imani katika jina la Yesu. Sema: Bwana Yesu, naja kwako, nisamehe dhambi, maovu na makosa yote. Yesu Kristo, nakukaribisha katika maisha yangu. Fanyika kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Siku njema ya leo, ninaingia katika agano lako, agano la amani, agano la uzima na agano la ushindi. Kutoka siku ya leo, unifanye kuwa mwanao. Kupitia kwa hili agano, nipe ushindi katika maisha yangu yote. Asanti Yesu kwa wokovu. Nimeokoka kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. God bless you. Wewe ambaye umeomba hilo ombi la kumpokea Yesu, kuna namba ambayo utaiona hapo. Hiyo namba ni ya kutujulisha ya kwamba siku ya leo umetoa maisha yako kwa Yesu. Pia unaweza kutumia hiyo namba kwa sababu ya kutuma maombi ambayo tunaweza kuomba na wewe, na pia unaweza kuitumia kwa sababu ya kutoa sadaka yako ukaweze kubariki kazi ya Bwana katika jina la Yesu. God bless you. Endelea kwa imani ukiwa karibu na eneo hili la Baraka ambapo ni upande wa Morem.
hapa Baraka kwa Lady, twakukaribisha kwa kanisa la End Times Glory Church. Kama haujui, ukifika hata unaweza piga hiyo namba uchukuliwe mahali ambapo uko. God bless you and see you. Bye bye in Jesus name.